Unajua kwamba michezo ya mtoto wa kiume tumboni inaweza kukuambia mengi sana kuhusu maendeleo yake ya kibiolojia na afya yake ya baadaye? Wazazi wengi huona harakati hizi kama kitu cha kawaida, bila kujua kuwa kila pigo, kila kujigeuza na kila kusukuma kuna maana ya kisayansi inayohusiana na ukuaji wa ubongo, misuli na mfumo wa fahamu. Ukikosa kuelewa haya mapema, unaweza kukosa dalili muhimu sana zinazokusaidia kumlea mtoto mwenye afya bora tangu akiwa tumboni. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies, ambaye amejikita katika elimu ya afya ya asili kwa kutumia misingi ya sayansi ya mwili wa binadamu, biolojia ya seli na tafiti mbalimbali za kisasa kuhusu matumizi sahihi ya mimea tiba. Kupitia maarifa haya, amekuwa akisaidia watu wengi kuelewa miili yao vizuri zaidi na kufanya maamuzi sahihi ya kiafya kwa njia salama. Pia tuna bidhaa mbalimbali za asili zinazolenga kusaidia mifumo tofauti ya mwili, ikiwemo mfumo wa hewa, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa mkojo, mfumo wa mzunguko wa damu, mfumo wa misuli, mfumo wa mifupa, mfumo wa neva na mifumo mingine yote, kwa kuzingatia taratibu za kisayansi. Namba za Dr. Mkina ni 0748294113 na kama unavyoona zinapita chini ya skrini ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana ubonyeze neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Watu wengi hawajui kuwa kutokuelewa michezo ya mtoto tumboni kunaweza kumfanya mama kupuuza ishara muhimu za ukuaji wa mtoto wake. Baadhi ya harakati zinaonyesha maendeleo ya ubongo, zingine zinaonyesha uimara wa misuli na zingine zinaonyesha uwezo wa mfumo wa fahamu kuwasiliana na viungo vya mwili. Kukosa ufahamu huu kunaweza kukufanya ushindwe kutambua kama mtoto anaendelea vizuri au la. Naturemed Supplies tunasisitiza sana umuhimu wa elimu hii kwa sababu mwili wa binadamu una mifumo mingi kama mfumo wa hewa, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa mkojo na ogani nyingine zote zinazofanya kazi kwa mpangilio wa kibiolojia unaohitaji uelewa wa kina. Kabla sijaendelea, hakikisha unabonyeza subscribe na uwashe alama ya kengele ili usikose video nyingine zenye elimu muhimu kama hii kwa afya yako na ya familia yako. Kumbuka, hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa kisayansi unaothibitisha kuwa harakati za mtoto tumboni zinaweza kutabiri jinsia yake. Jinsia hutambuliwa kwa vipimo vya kitabibu kama ultrasound au vipimo vya maabara. Maelezo haya ni ya elimu ya afya na maendeleo ya mtoto wako. Mchezo wa kwanza, kusukuma kwa miguu. Mtoto wa kiume anapoanza kusukuma kwa miguu tumboni, hii ni dalili muhimu ya ukuaji wa mfumo wa neva unaounganisha ubongo na misuli. Kibiolojia, ubongo hutuma ishara za umeme kupitia mishipa ya fahamu kwenda kwenye misuli ya miguu, na ndipo misuli hujibu kwa kusinyaa na kujitanua. Tafiti za maendeleo ya fetasi zinaonyesha kuwa harakati hizi huimarisha muunganiko wa neva unaoitwa synapses, ambao ni muhimu kwa uratibu wa mwili baada ya kuzaliwa. Kadri mtoto anavyosukuma mara kwa mara, ndivyo ubongo wake unavyojifunza kudhibiti viungo vyake kwa usahihi zaidi. Hii pia husaidia mifupa ya miguu kuanza kuzoea mzigo wa mwili na kujiandaa kwa kazi za baadaye kama kusimama na kutembea. Mchezo wa pili, kujigeuza upande mmoja hadi mwingine. Kujigeuza ni harakati inayohusiana sana na ukuaji wa mfumo wa usawaziko wa mwili unaojulikana kitaalam kama vestibular system. Mfumo huu uko kwenye masikio ya ndani na unaunganishwa moja kwa moja na ubongo. Mtoto anapojigeuza tumboni, anaanza kujifunza mkao wa mwili wake na mwelekeo alipo. Kibiolojia, hii humsaidia kutambua tofauti kati ya juu, chini, kushoto na kulia. Tafiti zimeonyesha kuwa watoto wanaofanya harakati hizi mara kwa mara tumboni huonyesha uratibu mzuri wa mwili baada ya kuzaliwa, jambo linalochangia uwezo wa kukaa, kusimama na kutembea kwa mpangilio mzuri. Mchezo wa tatu, kupiga teke taratibu. Kupiga teke sio jambo la bahati nasibu. Hii ni hatua muhimu ya maendeleo ya mfumo wa fahamu unaohusika na hisia na mwitikio. Ubongo wa mtoto hupokea taarifa kutoka kwenye misuli, viungo na ngozi kupitia mishipa ya fahamu na kuanza kuzitafsiri. Kibiolojia, hii inamfundisha mtoto jinsi ya kutambua mipaka ya mwili wake na mazingira yanayomzunguka. Tafiti zinaonyesha kuwa harakati hizi huimarisha sehemu ya ubongo inayohusika na uratibu wa mwendo na udhibiti wa nguvu za misuli.
Hii humsaidia mtoto baada ya kuzaliwa kuweza kufanya harakati kwa uangalifu zaidi. Mchezo wa 4, kuchezesha mikono. Mtoto anapochezesha mikono tumboni, hii inaonyesha ukuaji wa misuli ya mikono, mabega na kifua. Kibiolojia, harakati hizi husaidia kuongeza mtiririko wa damu kwenye tishu za misuli na kusaidia usambazaji wa virutubisho na oksijeni. Pia ubongo hujifunza kudhibiti viungo vya juu vya mwili. Tafiti zinaonyesha kuwa hii ni hatua ya mwanzo ya mtoto kuanza kujifunza kushika, kubeba na kuwasiliana kwa kutumia mikono baada ya kuzaliwa. Ni maandalizi ya msingi kwa matumizi ya mikono katika maisha ya kila siku. Mchezo wa 5, kupiga miguu kwa mpangilio. Kupiga miguu kwa mpangilio ni dalili ya kuwa ubongo umeanza kuunda mifumo ya udhibiti wa harakati kwa mpangilio unaojulikana kitaalamu kama motor patterns. Kibiolojia, ubongo hutengeneza mtandao wa neva unaoruhusu misuli kufanya kazi kwa mpangilio maalum badala ya bila mpango. Tafiti zinaonyesha kuwa maendeleo haya yana mchango mkubwa katika uwezo wa mtoto kutembea kwa mpangilio baada ya kuzaliwa. Hii ni ishara kuwa mfumo wa neva wa kati unaendelea vizuri. Mchezo wa 6, kusukuma dhidi ya ukuta wa tumbo la mama. Mtoto anaposukuma dhidi ya tumbo la mama, hii ni njia ya mwili wake kujifunza kuhusu mipaka na nguvu. Kibiolojia, misuli ya mikono, miguu na kifua hujifunza kutoa msukumo dhidi ya kitu kigumu. Hii husaidia katika uimarishaji wa mifupa na maungio. Tafiti zinaonyesha kuwa harakati hizi husaidia mwili wa mtoto kuanza kuelewa uzito wake na nafasi yake katika mazingira, jambo muhimu sana kwa maendeleo ya baadaye. Mchezo wa 7, kujikunja na kujinyosha. Harakati za kujikunja na kujinyosha ni muhimu sana kwa maendeleo ya misuli na mishipa. Kibiolojia, kila misuli inapojikaza na kulegea, inajifunza kubadilika kulingana na hali tofauti. Hii huimarisha unyumbufu wa mwili na kusaidia mishipa ya fahamu kuwasiliana kwa ufanisi zaidi. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wanaofanya harakati hizi mara kwa mara tumboni huonyesha udhibiti mzuri wa mwili baada ya kuzaliwa. Mchezo wa 8, kuzunguka taratibu tumboni. Kuzunguka tumboni ni njia ya mtoto kuimarisha muunganiko kati ya ubongo, mfumo wa usawaziko na mfumo wa hisia. Kibiolojia, ubongo hupokea taarifa kutoka kwenye masikio ya ndani, misuli na ngozi. Hii humsaidia mtoto kutambua mabadiliko ya mkao na nafasi yake. Tafiti zinaonyesha kuwa harakati hizi huimarisha uwezo wa mtoto kujitambua na mazingira yanayomzunguka. Mchezo wa 9, kusukuma kichwa. Mtoto anaposukuma kichwa, hii ni hatua muhimu ya maendeleo ya misuli ya shingo na mgongo. Kibiolojia, misuli hii hujifunza kubeba uzito wa kichwa. Hii ni muhimu sana kwa maandalizi ya baada ya kuzaliwa, ambapo mtoto atahitaji kuinua kichwa, kugeuka na baadaye kukaa. Tafiti zinaonyesha kuwa harakati hizi pia huimarisha mawasiliano ya neva kati ya ubongo na misuli ya juu ya mwili. Mchezo wa 10, kusisimka ghafla na kutulia. Hii ni dalili ya maendeleo ya mfumo wa fahamu unaodhibiti mwitikio na utulivu. Kibiolojia, ubongo hujifunza kubadili hali kutoka kwenye msisimko kwenda kwenye utulivu. Hii ni muhimu sana kwa uwezo wa mtoto kujifunza kudhibiti hisia na harakati baada ya kuzaliwa. Tafiti zinaonyesha kuwa maendeleo haya yanahusiana na uwezo wa mtoto kujifunza, kuzingatia na kuwasiliana. Kwa kifupi, michezo ya mtoto wa kiume tumboni si ya kubahatisha. Kila harakati ina maana ya kibiolojia inayohusiana na ukuaji wa ubongo, misuli, mfumo wa fahamu na mifupa. Kuelewa haya hukusaidia kama mzazi kutambua maendeleo ya mtoto wako mapema. Naturemed Supplies tunaamini elimu sahihi ni msingi wa afya bora, kwa sababu mwili wa binadamu una mifumo mingi inayofanya kazi kwa mpangilio wa kisayansi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo upload, like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 7048294113.
pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.